Tara akamwambia bwanake, pigia mother in law uweze kumwambia kwamba mtoto wetu amekufa. Funny thing, Paul hakushtuka kumpigia wazazi wake Paul kuwapigia simu. Wazazi pia hawakushtuka, waliambia Paul, ingia kwenye maombi uombe, manake mtoto ameenda mahali pema. Kama alikuwa mgonjwa, basi Mungu ameamua aweze kumchukua. Tara anasema ile kitu ilimuuma sana, uchungu, alihisi uchungu sana kwenye moyo wake. Akaona kwamba mbona hawachukulii hii kitu kama nzito kwao, wanaichukulia rahisi hivi, kwa nini? Manake sisi wa Kenya tukimpoteza mtoto tunakuanga na ile uchungu, mbona hawa hawana uchungu? Ikawa kwamba Tara akafikiria kwamba ni kawaida. So mtoto akapass, na wakati alipass mtoto akachukuliwa na akapelekwa morgue, na ikawa kwamba ameenda kuzikwa, na akazikwa kwa ile boma ya mother in law, lakini alienda kuzikwa upande wa nyuma wa mashamba zao, mahali wanazikanga watu wao. Tara akawa anafikiria sana, mbona ule mtoto amekufa? Mbona amekufa na madaktari hawajapata ugonjwa? Ikawa kitu ya kusikitisha tena sana. So Tara anasema kwamba huyu mtoto nimemtafuta sana kwa muda mrefu, mbona inakuwa kwamba wakati ambao nimepata mtoto anaendelea kukua, ameenda kuwa mkubwa, ndio nimeweza kumpoteza. Tara akaanza kushiganisha dots. Huyu mtoto wakati nilipata, nilianza kufanyiwa hivi tambiko na nani? Na ule shosho. Wakati nilienda kujifungua huyu mtoto, pia nikafanyiwa tambiko na nani? Na ule shosho. Saa hizi mtoto amekufa, naambia babake na familia, mamake ambaye ni mother in law na father in law hawachukuli lolote. Akaanza kukuwa na ile uoga. Akamuuliza chali yake, mbona watu wako hawajashtuka ambapo tumempoteza mtoto? Tumeenda tumezika tu mtoto na imeisha hivyo hiyo story. Kwani kuna nini na happen? Babake akamwambia kwamba sisi tunaamini kwamba kitu kama kile kikifanyika, Mungu ameibariki familia, mtoto ameenda mahali pema.